Mheshimiwa Katibu Mkuu wa Chama cha Wananchi kafu, Mheshimiwa Sheikh Kiketo, Mheshimiwa wajumbe wa kamati ya ufundi ya vyama vya UKAWA na Bunge, Mheshimiwa viongozi wa ngazi mbalimbali. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Waheshimiwa wananchi, kwa heshima kubwa nichukue fursa hii kwa niaba ya timu ya ufundi ya ushirikiano wa vyama vya UKAWA nje ya Bunge kuwakaribisha mahali hapa kwa ajili ya shughuli hii. Kabla tunaendelea, tutafanya kwanza matukio mawili. Tukio la kwanza tutaanza shughuli yetu kwa kumtanguliza Mwenyezi Mungu. Baada ya hapo tutaimba nyimbo tatu. Tutaimba wimbo wa Zanzibar kwa ajili ya nchi ya Zanzibar kama mshirika wa muungano. Tutaimba wimbo ambao sio rasmi, ambao unasimamia Tanganyika, yakiwa kama ni mapenzi ya wana Dar es Salaam wakitamani kwamba kuna siku moja kutakuwa na nchi mshirika inaitwa Tanganyika na itakuwa na bendera na wimbo wake. Lakini mwisho tutaimba wimbo wa taifa, wimbo ambao utaunganisha nchi washirika wawili, Tanganyika na Zanzibar, ili tuweze kupata Tanzania. Na baada ya hapo tutakuja kwa makatibu wakuu waanze kufanya kazi ya kufungua shughuli hii na hatimaye watoa mada waweze kuendelea. Kwa heshima na taadhima, naomba nimwalike msoma dua kwa niaba ya madhehebu ya Kiislamu, Imam wa Masjidi Nuru kule Kiwalani, ili aweze kusomea dua kwa niaba ya Waislamu, na yule msomaji wa dua kwa niaba ya Wakristo ajiandae. Imam, karibu sana. Karibu hapo. Alhamdulillah rabbil alamin. Ila sifa njema ni zake Mwenyezi Mungu, mlezi wa viumbe sote. Allah ambaye ameumba mbingu na ardhi na wanadamu wa Tanganyika, bara na visiwani. Ya Rabbi, tunakuomba utuoneshe haki tuwe wenye kuifuata. Ya Rabbi, tunakuomba utuoneshe batili tuwe wenye kukimbia. Ya Rabbi, tunakuomba wajalie viongozi wetu wa vyama mbalimbali vya siasa na viongozi wetu wakuu, wape umri mrefu, hekima pamoja na busara, ili waweze kuelimisha Watanganyika, ili waweze kujua haki yao. Ya Rabbi, tunakuomba muumba mbingu na ardhi tulioko pahala hapa, katika uwezo wako utupe shifaa njema ili tuweze kuyajua yale ambayo viongozi wetu wanatusisitiza. Ya Rabbi, ewe muumba mbingu na ardhi, kila ajaye na shari uionyeshe shari hii katika umma huu, ili waweze kutafakari shari yake mtu huyu. Ya Rabbi, tunakuomba hakuna anayejua siri ya nchi isipokuwa wewe. Ya Rabbi jalla jalaluhu, kama tulivyosema katika dua hii, tunakuomba ya Rabbi utupe elimu zenye manufaa na tuweze elimu hizo kuzifanyia kazi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Asante sana, makofi kwake yatosha. Baba, katika jina la Yesu Kristo, nakushukuru kwa wema wako na fadhili zako. Nakushukuru kwa kuwa wako ambapo Bwana unaweza kutukutanisha mchana wa leo katika ukumbi huu. Asante Mungu kwa sababu jambo ambalo tunataka kuliongelea ni mustakabali wa nchi yetu. Mungu wetu na Baba yetu, wewe ni Mungu mwaminifu, ni Mungu mweza, ni Mungu wa matendo makuu. Na kusii ukapata kwa pamoja na sisi, kwa sababu tunajua kwamba jambo hili ambalo linaendelea mbele yetu
Pasina kuwepo wewe sisi hatuwezi, lakini unapokuwa pamoja na sisi kazi yetu itakuwa ni nyepesi na rahisi. Wawezeshe viongozi wetu ambao Bwana wameandaa kunena kwa siku ya leo, basi wakanene yale ambayo umeweka ndani mwao kwa ajili ya ukombozi wa nchi hii. Asante Mungu kwa sababu kila mmoja katikati yetu atakuwa amepata neema ya ajabu ya kusikia yale ambayo yameandaliwa kwa siku ya leo. Ni katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Sisi sote tumegomboka kwa ndugu zetu walopotea, walopigania nchi yetu makusudi ya kuigomboa, kusahau maisha yetu kwa roho zao walozitoa. Mungu ametubarikia
nitawaleta makatibu wakuu mmoja mmoja watufanyie jambo moja la msingi la kuweza kufungua kongamano letu na kuweka msingi wa kwa nini leo tuko hapa, ili baadaye watu wa mada nao watakuja kufuatia. Kwa heshima kubwa naomba nilete kwenu kaimu katibu mkuu wa chama cha wananchi kafu, Mheshimiwa Sheweji Mketo aweze kuanza kuzungumza, na baadaye atafuatiwa na injinia Msena Nyambabe, katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi. Mheshimiwa Mketo, kaimu katibu mkuu wa kafu, karibu sana. Katibu mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Dr. Wilbrod Peter Slaa, Mheshimiwa Katibu mkuu wa National Convention for Construction and Reform Mageuzi NCCR, Mheshimiwa Nyambabe, waheshimiwa viongozi wetu wa vyama vyetu katika ngazi mbalimbali, waheshimiwa wataalamu wetu, waheshimiwa wananchi, waheshimiwa waandishi wa habari, mabibi na bwana. Awali ya yote, naomba nichukue fursa hii kuweza kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutukutanisha siku ya leo tarehe 5 ya mwezi wa 4 mwaka 2014, siku ambayo nchi yetu inatengeneza historia nyingine mpya kwa hiki ambacho tunafanya leo katika ukumbi huu. Waheshimiwa wananchi, la kwanza naomba mtambue kwamba makatibu wakuu wa vyama vya kafu, NCCR na Chadema tumekubaliana katika mjadala wa masuala tunayoendea kuhusu katiba. Dr. Wilbrod Peter Slaa ndiyo mwenyekiti wa makatibu wakuu wa vyama hivi vitatu. Kwa hivyo kwa msingi huo ndiyo sababu tumeona kuna umuhimu wa kumwacha awe msemaji wa mwisho katika swala hili la ufunguzi katika ukumbi huu wa hapa ambao tunafanya programu hii muhimu. Lakini la pili, naomba niwaambie kwamba kuna uwezekano mkubwa wakati wowote kuanzia sasa naibu katibu mkuu wa chama cha wananchi kafu, Mheshimiwa Julius Mtatiro atakuwa anaingia kwenye ukumbi huu kwa ajili ya kutueleza kile ambacho kinaendelea katika bunge maalum la katiba kule Dodoma. Kwa hivyo atakuja kutujuza wakati wote kuanzia sasa. Lakini pia
Ningependa mtambue uwepo wa wataalamu wetu. Kuna wataalamu wa sheria, lakini pia tunaye mwakilishi kutoka katika iliyokuwa tume ya mabadiliko ya katiba. Mheshimiwa Ali Saleh yuko hapa na atakuwa nafasi ya kutueleza nini hasa tume kilifanya mpaka hatua ambayo sasa tumeweza kufikia. Binafsi naomba niwapongeze waandishi wa habari kwa kuja kwenu, lakini pia niwaombe haya ambayo tutayazungumza katika ukumbi huu kwa nia njema taifa letu, mtusaidie waandishi kuweza kufikisha ujumbe sahihi kwa nia ya kulisaidia taifa letu kuweza kupata katiba ya Watanzania na si katiba ya Chama cha Mapinduzi ambayo sasa inaanza kutekelezwa. Waheshimiwa wanachama, waheshimiwa wananchi, kongamano hili msingi wake mkubwa ni kujadili kwa pamoja kile kinachoendelea katika bunge maalum la katiba kule Dodoma, ambalo kila mmoja anafuatilia vyombo vya habari ama kwenye television ama kwenye redio au kwenye magazeti, na natumaini kwamba kila mmoja ana ufahamu wa wazi wa hali ilivyo hivi sasa. Wakati sisi tunafanya kongamano hili leo kwa ajili ya kujadili kinachoendelea katika bunge, naomba nichukue fursa hii kuwataarifu kwamba kamati ya maridhiano ya Zanzibar inayoongozwa na chini ya wenyekiti wa Mheshimiwa Hassan Nasoro Moyo wamepanga kufanya kongamano kubwa la aina yake kesho katika ukumbi Bohani Zanzibar, kutoa msimamo wa nini Wazanzibari wanahitaji katika hatima ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa, kwa ufupi, baada ya uchaguzi wa mwaka 2010, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete alitangaza kuwepo na haja na umuhimu kwa Watanzania kuweza kupata katiba yao itakayoweza kuongoza utaratibu wa maisha ya Tanzania katika kipindi cha miaka 50-100 ijayo. Naomba tu niwakumbushe kwamba swala hili la mchakato wa katiba mpya halikuwemo kwenye ilani ya uchaguzi wa Chama cha Mapinduzi. Ukipitia ilani ya uchaguzi wa Chama cha Mapinduzi, hakuna sehemu inayozungumzia uwepo wa katiba mpya. Rais kwa utashi wake na kwa kuangalia mahitaji ya Watanzania kwa sasa, alisema ni wakati mwafaka sasa kwa Watanzania kuweza kutengeneza katiba yao, kwa maelezo kwamba kwa upande wa Zanzibar pamekuwa na malalamiko mengi ya kipindi kirefu juu ya suala zima la muungano, lakini pia kwa upande wa Tanganyika pamekuwa na malalamiko ya muda mrefu juu ya suala zima la muungano. Rais akasema kuna haja kwa Tanzania kukaa chini kuweza kutengeneza katiba yao. Baada ya maelezo ya rais, mtakumbuka palikuwa na ubishani wakati mwanasheria mkuu wa serikali pamoja na waziri aliyekuwa anasimamia masuala ya sheria na katiba wakisema rais alichosema tunapaswa kufanya marekebisho ya katiba. Jamaa yetu na wadau wengine wakasema rais hakusema marekebisho ya katiba, badala yake amesema tunapaswa kuandika upya katiba ya Tanzania. Rais katika hotuba yake ya mwisho wa mwezi mara baada ya kuzungumza na bunge alirejea na kuwaambia Watanzania, nilichokisema wakati tunazungumza na bunge katika uzinduzi ni kwamba Watanzania wanapaswa kupata muda wa kutengeneza katiba yao na sio kurekebisha katiba iliyo sasa. Baada ya maelezo ya rais, ilipelekea mchakato wa kuanza kutengenezwa kwa mabadiliko ya sheria kutengenezwa kwa mswada wa sheria, ili baadaye utaratibu wa kuweza kuanza mchakato mpya katiba ukawa umeanza na hatimaye kuweza kuundwa kwa kamati maalum iliyokuwa imepewa jukumu la kukusanya maoni kwa Watanzania. Kamati ambayo miongoni mwao Mheshimiwa Ali Saleh alikuwa miongoni mwa wajumbe. Nasema tu kwa ufupi kwamba kamati ilipewa jukumu la kuzunguka nchi nzima, ikakutana na Watanzania katika maeneo mbalimbali kukusanya maoni. Kamati ikakutana na vyama vya siasa, ikachukua maoni kutoka kwa vyama vya siasa. Kamati ikakutana na wadau mbalimbali, taasisi mbalimbali, ikatoa maoni yake. Kamati ikakutana na wawakilishi wa serikali,
waweze kujadili na kwa mujibu wa sheria waweze kuboresha kile ambacho kamati ilikuwa imepeleka. Watanzania wenzangu, mtakumbuka nyie ndio ambayo mliojiwa katika maeneo yenu. Nyie mmetoa maoni yenu juu ya nini mnahitaji katika mustakabali wa nchi hii. Wapo watu ambao walisema wanahitaji serikali mbili, wapo watu ambao walisema wanahitaji serikali tatu, wapo watu ambao walisema wanahitaji serikali moja, wapo watu ambao walisema wanahitaji serikali ya majimbo, lakini pia wapo watu ambao walisema wanahitaji serikali ya mkataba. Hiyo mnakumbuka. Kamati ilifanyia kazi maoni ya wananchi, wakaangalia kwa mujibu wa taratibu kwamba lazima ifike mahala pawe na mapendekezo ya kusanya maoni, wengi wamependekeza kitu gani. Kinachojadiliwa sasa katika bunge maana yake ni reflection ya kile ambacho sisi kama wananchi tulikieleza kwamba tunahitaji sura hii tuweze kujadili. Kile ambacho tunajadili katika bunge maana yake ni maoni yetu sisi wananchi, maoni ya CCM, maoni ya Chadema, maoni ya UCCR, maoni ya CUF, maoni ya vyama vyote vya siasa, maoni ya taasisi mbalimbali, maoni ya serikali, ndiyo ambayo sasa yanapata fursa ya kujadiliwa katika bunge. Kinyume chake, mtakumbuka wenzetu wa Chama cha Mapinduzi wakaanza mkakati wa kutoa mkwara. Kwanza wakaanza kumtisha rais, wakimweleza kwamba tumekukabidhi serikali mbili, tunahitaji tuachie serikali mbili. Palifanyika vikao vingi, vitisho vingi. Hatimaye wakati rais alipotakiwa kwenda kuzindua bunge, unapozungumzia uzinduzi wa bunge, maana yake rais alipaswa kwenda kuwaomba wabunge maalum na katiba wawe wazi, wawe majasiri, wajadiliane kwa upana, wapambane kwa hoja, mwisho wa siku watangulize maslahi ya taifa katika kufikia mwafaka wa nini kiwe katika upatikanaji wa katiba mpya. Kinyume chake, rais ameenda kuijibu tume ya mabadiliko ya katiba. Badala ya kuzindua, ameenda kuijibu na kutoa mwongozo na maelekezo ya Chama cha Mapinduzi. Sisi kama viongozi wakuu, kama katibu wakuu na wenyeviti wetu, tumekuwa tukijiuliza, hivi rais alichokifanya ndicho ambacho sisi wa Tanzania tunakihitaji? Ndicho ambacho tumemwomba kafanye? Kwa nini leo CCM ambayo ilipata nafasi ya kutoa maoni katika katiba bado tena wapate fursa nyingine ya kupeleka mapendekezo na rasimu nyingine kinyume na utaratibu ambao sisi tumekuwa tukitazamia? Kwa hivyo tunawaomba sisi kama katibu wakuu kwa niaba ya wenyeviti, tunawaomba wakazi wa Dar es Salaam, tunawaomba wadau wa nchi hii, tujadili kwa mapana, tujadili kwa uwazi. Nyie mtuambie nini sisi viongozi wenu tuweze kufanya kwa hatima njema ya nchi yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Maelekezo mtakayotoa, utaratibu mtakaotoa ndio msingi ambao sisi kama viongozi tutausimamia kwa gharama yoyote, tuhakikishe mwisho wa siku katiba ya Watanzania inapatikana na si katiba ya wananchi, si katiba ya chama inaweza kupatikana. Kwa hivyo tunawaomba sana, nichukue fursa hii kuwaomba sana waandishi wa habari, lakini pia niwaombe wadau wote tulioko hapa. Jambo hili ni la kwetu sote. Nchi hii imeumbwa kwa sababu Watanzania tunapaswa kuishi katika msingi ambao tunahitaji tuishi katika nchi yetu, na katiba ndiyo dira. Niwakumbushe hivi sasa, watu wa bodaboda, mnaona hali ilivyo Dar es Salaam pale mnapokatikati mjini, bodaboda hawawezi kwenda. Haya ni matokeo ya sheria mbovu, ni matokeo ya katiba. Tusiposimama kidete, tusipojipanga tukashikamana, wafanyabiashara ndogo ndogo, meza zinavunjwa, mali zinaibwa, ni matokeo ya udhaifu wa sheria, ni matokeo ya udhaifu wa katiba, ni matokeo ya udhaifu wa uongozi hivi sasa. Ni lazima tushikamane kidete kuhakikisha kwamba tunaipata katiba itakayokuwa na maslahi kwa wakulima, itakuwa na maslahi kwa wafanyakazi, itakuwa na maslahi kwa wafanyabiashara, itakuwa na maslahi kwa Mtanzania yeyote aweze kushukuru katika nchi yake. Naomba niwashukuru sana na nimuombe sasa Mheshimiwa Katibu Mkuu wa NCCR Mageuzi aweze kuzungumza. Mheshimiwa Nyambagi, karibu sana. Tanzania wenzangu, naomba kwanza niwasalimie kwa vyama, baadaye wasalimie kwa ukao. Haki! Nyosha mkono juu. Nikisema pamoja, nasema tutashinda.
Kwanza kabla sijaanza, naomba niwatambue Mheshimiwa Katibu Mkuu wa CUF, Kaimu Katibu Mkuu wa CUF na Katibu Mkuu wa Chadema, lakini vile vile niwatambue watu wa mada. Kuna Ali Salehe wakati nikiwa chuo kikuu, lakini vile vile nitambue mwanasheria maarufu Mohamed Tibanyendera, yeye ndiye amevaa viatu vya Dr. Sengondo Mvungi, ningeomba msalimie. Ndugu zangu wa Tanzania wenzangu, mnafahamu kwamba pamoja na katiba hii kufanyiwa marekebisho mengi mara nyingi, lakini kilio cha wananchi kutaka katiba mpya bado kilikuwa pale pale. Uongo kweli? Kwa hiyo wananchi pamoja na kufanyiwa marekebisho zaidi ya 14, Watanzania bado walikuwa wanataka katiba mpya. Sasa ndugu zangu, mimi leo nataka nijikite kwenye hotuba za Rais Jakaya Mrisho Kikwete. Nimezisoma vizuri zile hotuba zake, na nataka nitoe ufafanuzi au uchambuzi au maoni yangu ili Watanzania tuweze kujua tunakoenda ni salama au sio salama. Ndugu zangu, Rais katika salamu za mwaka mpya tarehe 31 mwezi wa 12 2010, pamoja na mambo mengine, alisema nimeamua kuunda tume maalum ya katiba, yani Constitutional Review Commission. Tume hiyo itakayoongozwa, yeye mwenyewe anasema itakayoongozwa na mwanasheria aliyebobea. Kwa hiyo kabla hajaunda tume, alijua kwamba atateua mwanasheria aliyebobea na atakuwa na wajumbe wanaowakilisha makundi mbalimbali katika jamii na kutoka pande zote za muungano. Lakini anaendelea kwamba jukumu la msingi la tume hiyo ni kuongoza na kuratibu mchakato utakaowashirikisha wananchi wote bila kubagua katika kutoa maoni yao juu wayatakayo kuhusu katiba ya nchi yao. Hayo ni maneno ya Rais. Anaendelea, ni matumaini yangu kuwa mchakato huo utaendeshwa vizuri kwa amani na utulivu kama ilivyo sifa ya nchi yetu na mazoea yetu ya amani na utulivu, kama ilivyo sifa ya nchi yetu na mazoea yetu ya kujadiliana bila kugombana. Anaendelea, pasiwepo kutukanana, pasiwepo kudharauliana, kushutumiana, kubezana, kuzomeana wala kushinikizana. Maneno ya Rais. Naomba washiriki waongozwe kwa hoja badala ya jazba. Hasira na kushinikizana kamwe hakutaweza kutengeneza jambo zima. Na inapohusu katiba ya nchi itakuwa hasara tu, haitakuwa endelevu na kulazimika kufanyiwa marekebisho mengi mwanzoni tu baada ya kutangaza. Anaendelea kusema, na waomba Watanzania wenzangu wenye maoni yao wajiandae kushiriki kwa ukamilifu katika mchakato huu. Anaendelea, ambao sasa nataka msikilize vizuri. Anasema, katoeni maoni yenu mazuri yatakayowezesha nchi yetu kuwa na katiba itakayokidhi matakwa yetu ya sasa na ya miaka 50 ijayo. Maneno yake. Kwa hiyo wananchi kwa ujumla wao, vyama kwa ujumla wao, taasisi kwa ujumla wao walifikiri ana nia njema. Sisi NCCR Mageuzi tulifikiri ana nia njema, tukatoa maoni yetu haya.
kwenye hiyo hotuba ya ufunguzi kwamba rais alisisitiza dhamira ya serikali kuwa wakati wa kusherehekea miaka 50 ya muungano wa Tanganyika na Zanzibar kutakuwepo na katiba mpya itakayopatikana kupitia mchakato huru na ulio wazi utakaoshirikisha Watanzania na makundi yote. Maneno ya rais katika hotuba yake wakati wa kuwaapisha wajumbe na watendaji wakuu wa tume ya mabadiliko ya katiba tarehe 13 mwezi wa 4 mwaka 2013, pamoja na mambo mengine, anasema leo sio siku ya kusema maneno mengi zaidi ya kuwapongeza wajumbe wote wa tume na kuwatakia kila la heri katika kazi yao kubwa na ya kihistoria. Yeye mwenyewe nasema ni kazi ya kihistoria kwa sababu ni jambo kubwa na aina yake kwa historia ya nchi yetu, na hivyo haitasahaulika milele. Maneno yake, maana hii ni landmark, maandika kwa herufi lolala na ameikazia katika historia ya nchi yetu. Tukio hili halitasahaulika, lazima litabaki kwenye analysis of history ya Tanzania. Rais anaendelea, ombi langu kubwa kwa Tanzania wenzangu wote ni kwamba tuipe tume yetu ushirikiano na ustahili ili iweze kutupatia katiba tunayoitaka sote. Mnasikiza maneno yake vizuri? Katiba hiyo nzuri itakayokidhi matakwa ya Watanzania walio wengi, katiba ambayo itatuhakikishia kwamba taifa letu linaendelea kuwa na umoja, mshikamano miongoni mwa watu wetu, katiba ambayo itawanufaisha watu wote sawia. Maneno yake anaendelea kusema, nasema kitu kikubwa ni kuvumiliana, kuvumilia maoni ya watu wengine, kuyaheshimu maoni ya watu wengine, tusifanye jitihada ya kuwazuia. Na anasema mchakato huu umekusudiwa kumpa fursa kila Mtanzania kuyatoa mawazo yake ambayo anaona yaliyo bora. Sasa kama huridhiki naye, sasa wewe toa mawazo yako yaliyo bora. Anamnukuu Mwalimu Nyerere, anasema Mwalimu alikuwa na msemo, mawazo hayapigwi rungu bali hujibiwa na mawazo yaliyo bora. Nirudie. Anasema Nyerere alikuwa anasema msemo wake kwamba mawazo hayapigwi rungu bali hujibiwa na mawazo yaliyo bora zaidi. Anaendelea kueleza tume kwamba kazi yenu kubwa ni kukusanya maoni ya wananchi. Mfanye hivyo kwa uadilifu, kwa uaminifu, lakini baada ya hapo kazi yenu kubwa sasa ni kutoa mapendekezo ya rasimu, ambayo nafikiri ndio haya hizi mnaziona, rasimu ya kwanza na rasimu ya pili. Hiyo sasa ndio kazi kubwa. Ile ya kusikiliza inaweza kuwa rahisi zaidi kuliko ile ya sasa ya kuja na rasimu. Rasimu inayowakilisha, anasema rais kwamba itakuja na rasimu. Sasa anaendelea, msikilize patao. Anasema rasimu inayowakilisha hisia mlizozipata, hisia tume, hisia mlizozipata, maoni ya watu mlioyapata. Maneno ya rais kwamba rasimu itakayokuja na hisia walizozipata huko vijijini, watakazozipata huko kwenye watu na maoni walioyapata, ndio waje nayo. Na ndio sababu sisi tunakiri kusema ndio wamekuja nayo. Uongo kweli? Hizi ndio hisia za Watanzania. Uongo kweli? Anaendelea. Kwa hiyo hayo sasa ndio kazi yetu kubwa, lakini wote tulipokutana na rais wa Zanzibar tukasema nani tumejenga imani kwamba mnao uzoefu wa kutosha, kwamba wale watu wa tume mnao uzoefu wa kutosha, mnayo maarifa ya kutosha ya kuweza kufanya kazi hii vizuri na kuipatia nchi yetu katiba nzuri. Sasa pia hotuba yake ya tatu, rais katika hotuba yake kwenye kikao cha baraza la vyama vya siasa
pamoja na mambo mengine, alisema yafuatayo: vyama vya siasa vina nafasi ya pekee katika majadiliano ya bunge maalum na katiba na katika mchakato mzima wa kutunga katiba mpya. Anaendelea hapo sasa, mtasikilize vizuri. Mafanikio ya mchakato huu yatategemea sana kauli, mwenendo na matendo ya vyama vya siasa. Ukweli ni kwamba vitendo na kauli za viongozi, wanachama na wafuasi wa vyama vya siasa ndivyo vitakavyojenga au kubomoa, na ndivyo vitakavyowezesha au kukwamisha mchakato huu. Maneno yake anaendelea, na kwa kutambua umuhimu huu wa vyama vya siasa, ndio maana nilitoa wito kwa vyama vya siasa kukutana na kuzungumza miongoni mwenu. Ningependa mzungumze namna bora ya kujadili rasimu ili mwishowe tupate katiba nzuri. Ningependa mzungumze jinsi vyama vya siasa vitakavyoshirikiana, hasa kutafuta ufumbuzi wakati majadiliano yatakokuwa magumu kwa baadhi ya mambo. Ni vema si vema mkadhani jawabu ni kushindana mpaka mwenye nguvu ashinde. Maneno ya hekima kwamba si vema mkadhani jawabu ni kushindana mpaka mwenye nguvu ashinde. Mnaweza kushindwa wote, na mkishindwa mjue sote tumeshindwa na nchi imekwama. Anaendelea, msikubali kuifikisha nchi hapo. Tuzidi kumwomba Mola akusaidie tusifike hapo, lakini Mwenyezi Mungu tusaidia wanaojisaidia, na sisi tungetengeneza namna bora ya kujisaidia ili Mungu akitia mkono wake mambo yanajibu. Linalowezekana kuwa zito litakuwa jepesi kama kanda asufu. Ndugu wananchi, hizo ndio hotuba za mwanzo alizozitoa rais, ambazo kwa mtiririko wake unaona kwamba anawaasa wa Tanzania namna ya kujenga katiba bora. Uongo kweli? Ni mwelekeo ambao unaona kwamba huyu amekaa kama mkuu wa nchi, anataka kuelekeza Watanzania wenzake namna ya kupata katiba bora. Sasa tuendelee sasa na kuja kujaribu. Najua sisi kwetu kuna msemo wanasema kigaramiro mbichi kigaramiro mbugi. Unajua maana gani? Unaweza kuwa unachuna vizuri nyama ng'ombe, unachuna vizuri, lakini kwa sababu unashangaa kisu kinakuangalia. Maana kigaramiro mbugi maana yake ni unaenda sivyo. Sasa msikilize ambavyo Kimyemane ameenda sivyo. Hotuba ya rais katika bunge maalum la katiba. Hapa sikutaka kuirudia hotuba yote, kwa sababu kwanza mmeisikiliza sana. Uongo kweli? Na imerudiwa kana kwamba inasaidia sana taifa kuwa mbele. Imerudiwa kana kwamba inatoa dira. Imerudiwa kana kwamba imejaa maelekezo mazuri kwa Tanzania. Lakini kumbe ni hotuba ambayo ilitakiwa iondolewe. Sasa mimi naeleza tu. Rais Kikwete alitoa hotuba ya vitisho. Lazima tusikafanye maneno jamani. Tueleze. Unajua sisi tunasomea engineering. Msimamo ni msimamo. Hakuna kupinda. Na kwa nini tunasema alitoa vitisho kwa wajumbe wa bunge maalum la katiba? Na anasema ametoa vitisho kwa viongozi, wajumbe na wanachama wa CCM. Lakini pia ametoa vitisho kwa vyombo vya ulinzi na usalama. Ametoa vitisho kwa vyombo vya ulinzi na pia ametoa vitisho kwa wananchi. Lakini pia mimi kwa mtazamo wangu nasema kwamba Rais Kikwete ameanzisha vita ya kisiasa.
amezindua msafara wa mapikipiki ya umoja wa vijana wa CCM. Maana yake sasa wazunguki nchi nzima wapambane kisiasa. Uongo kweli? Hiyo sio vita. Hiyo sio vita kisiasa. Lakini pia katibu mkuu wa CCM Kinana anazunguka nchi nzima anawaandaa watu kupambana kisiasa. Uongo kweli? Kwa hiyo rais akatae asikatae ameanzisha vita ya kisiasa. Na kwa maana baada ya sisi kuona kwamba CCM wanaendelea na vita ya kisiasa, na sisi ukawa nje ya bunge maalum la katiba, na sisi tumeanzisha vita ya kisiasa, tunafanya siasa ziara nchi nzima. Ukawa ndugu zangu, sio hiyo tu, lazima watu tupeleke message leo. Rais hajapata apate feeling zetu. Mimi nasema hotuba za rais alizozitoa katika salamu za mwaka mpya, wakati wa kupitisha wajumbe na wakati wa kuapisha wajumbe na watendaji wakuu wa tume ya mabadiliko ya katiba na kwenye kikao cha baraza la vyama vya siasa. Hizo hotuba tatu za mwanzo ukizisoma kwa makini, kwa sababu zingine ninazo hapa, sikutaka kuwachosha, zingine ninazo, kwa mfano yale kwa kwenye vyama vya siasa na zingine zinaambatanishwa kwenye tume. Ukiangalia pale kwenye viambatanisho zimo hizo hotuba zote. Zile hotuba tatu za mwanzo kwanza zina utashi na zinatia matumaini na nia njema ya kupata katiba mpya. Uongo kweli hapo? Zile hotuba za mwanzo zile zilizokuwa naeleza maneno mazuri, lakini pia zinawapa fursa moyo wajumbe wa tume ya mabadiliko ya katiba kufanya kazi kwa uhuru, lakini zinawatia moyo wananchi kuchangia na kuwapa matumaini ya hotuba za mwanzo. Sasa hotuba ya uzinduzi ambayo tunasema sasa, wajua siku moja
nilikuwa rais wa wanafunzi, nikawa natoa speech na kuhutubia huduma Mungu. Sasa katibu wangu alikuwa anaandika sana, alikuwa marehemu Mbeke. Nikawa natoa hotuba, nikaanza kwa kwamba jamani, ndio dunia imejaa matatizo, lakini vile imejaa matumaini. Nikaendelea nikasema, lakini jamani, haki iliyocheleweshwa ni kama haki iliyolimwa. Nikaendelea nikasema, lakini umoja wetu ni nguvu. Lakini nikaendelea humo ndani sasa, nikasema sasa tunaanzisha vita. Profesa Mari akasoma akasema, umeanza na very mature speech, yaani mwanzoni kwa kitu, lakini nilivyosema kwa sasa tunaanzisha vita nilikuwa nimeharibu. Kwa hiyo ndio logic alianza nayo rais, alianza na hotuba nzuri sana, halafu anakuja kuiharibu hapa, inakuwa haina maana ile ya hotuba inakwenda kwa sasa. Sasa ndugu zangu, hotuba ya uzinduzi wa bunge maalum, hotuba aliyotoa katika bunge maalum la katiba tarehe 21 Machi 2014, kwa mtazamo wangu, kwanza ameikanyaga hii rasimu. Uongo kweli? Yaani sawa sawa ameikanyaga kabisa hii rasimu. Hii. Na hii rasimu mwanzo kwa alisema kwamba mwanasheria aliyebobea, na alisema mambo yaliyosifika, na mimi nawahakikishia